Ni Mguto, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Captain George Mkuchika, Mkurugenzi wa Uendeshaji wa Azam TV, ndugu Yahya Mohamed, Mwenyekiti wa Bodi ya Benki ya NBC, Daktari Elirehema Dorie, na Mwenyekiti wa Kamati ya Mashindano ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF, ndugu Halid Abdalla. Tafadhali viongozi, tunawakaribisha kiwanjani muda huu. Ibrahim Abdullah Baka huyo akionyesha kufurahia kwamba shughuli imemalizika. Bado ana mchezo mmoja mkononi, shughuli bado inaendelea. Okra Magic huyo kionekana baadhi ya wachezaji ambao wakati Mzizi akiongea kwenye simu, bwana ndio hivyo bwana, shughuli imekwenda hivyo, wanasubiria kombe lao tu waweze kukabidhiwa. Kionekana Karia akiwa na George Oruma Mkuchika, captain, waziri wa nchi, kazi maalum. Taratibu ni Mkude ambaye yeye anakuwa amechukua kombe pande zote mbili, kwa maana Simba na Yanga. Mzee Mguto pia yuko pembeni ya Mzee Mkuchika, pia mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya TFF, pia akiwa kwenye msafara huo. Kionekana rais wa Yanga Heris Saidi, kionekana pia Ali Kamwe Sabari, kuni Aaron Nyanda mkuu wa masoko TFF naye pia yupo. Bakari Nondo Mwamnyeto captain wa Yanga naye akijumuika na wenzake, akuwepo kwenye lineup akuwepo kwenye mpango wa kazi ya leo, lakini hapa kwenye shughuli hii lazima awepo kwa sababu ni shughuli ambayo inamhitaji captain kupewa. Mwana Mzee Tarimba pia yuko hapa, Abbas Tarimba mbunge wa Kinondoni, lakini pia ni katika wale board of trustee wa Yanga. Mwana pia Ibrahim Samuel mkurugenzi wa wanachama sababu Yanga naye pia yupo. Tarimba naye akishangilia, ni mwana Yanga kweli na sio kujificha ficha, yeye huwa hajifichi. Mbunge wa Kinondoni huyo bila shaka na furaha kubwa. Malisa Mutambala Sadika pia akionekana hapo, na ndio kombe lenyewe ambalo lilikuwa linasubiriwa leta kuja kulikabidhi. Mazingira ya sasa kwa nyakati hizi za jioni kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa, kunasubiriwa tu idadi ya viongozi itimie kwa ajili ya utaratibu wa medali na kombe. Mwamnyeto akiwaita wenzake namna kujipanga. Ali Kamwe kana hapo, kana ni mtu ambaye mwenye furaha kweli kweli. Pakome Mzuzwa na Okra Saidi akiwa na familia. Kennedy Musonda huyo akiwa na Mkude akiwa tayari, na Mwali mwenyewe ndiye huyo. Mwali kabeba Mwali ikiwa natolewa sasa kwa ajili ya kwenda kuweka kwenye eneo husika, tayari kwa bingwa kuweza kukabidhiwa mdogo mdogo. Bingwa wa NBC Premier League 23-24 Mwali na Mwali kenda kuwekwa sehemu ambayo inatakiwa liwekwe kwa ajili ya taratibu nyingine
za kukabidhiwa. Taratibu. Mfano wa ATM kutoka kwa wadhamini NBC. Kwa usikano hilo linakwenda kuwekwa kwenye sehemu yake likisubiri taratibu za makabidhiano. Mwali na mwali. Na hapo taratibu na kuwa chini ya Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi. Yeye ndo atakuwa akitupa utaratibu mzima wanavyoendelea kule chini. Stage bila shaka iko tayari. Tunasubiri kutaka kujua kwa wenzetu taratibu mzima, na medali ndio hizo zinapelekwa. Medali na medali. Na wenyewe wakisipeleka kwa wahusika kwa idadi ambayo imetakiwa. Taratibu namna ambavyo watakuwa wasimame nazo medali husika. Hongereni sana nawakilisha Ball Kids wengine ambao wamekuwa bora katika msimu mzima. Picha ya kumbukumbu, viongozi wa heshima pamoja na watoto wa kuokota mipira. Asanteni sana. Na sasa ni wakati wa maofisa wa mchezo wa leo. Tafadhali mechi commissioner wa mchezo waongoze waamuzi pamoja na general coordinator kwenda jukwaani kwa ajili ya kupata nafasi ya kupeana mikono na viongozi wa heshima pamoja na kuvishwa medali. DJ medali za waamuzi zitavishwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steven Jarvis Nguto. Asante sana, na sasa ni wakati wa picha ya kumbukumbu. Picha ya kumbukumbu, wageni wa heshima pamoja na maafisa wa mchezo. Asante sana. Na sasa ni wakati wa mabingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2023-2024. Yanga
Sports Club. Zoezi linalofuata sasa ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ndugu Wallace Karia kuwavisha medali wachezaji pamoja maafisa wa benchi la ufundi na viongozi wa klabu ya Yanga, klabu bingwa ya ligi kuu ya NBC msimu wa 2023 2024. DJ hongera sana Young African Sports Club kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Niwakumbushe tu, mpaka kufikia hivi sasa klabu ya Yanga imecheza michezo 29 kati ya 30 itakayokamilisha msimu. Wamekusanya jumla ya alama 77 wakifunga mabao 67 na kuruhusu mabao 11. Kunradhi, na kuruhusu mabao 13. Katika michezo 29 klabu ya Yanga imefanikiwa kupata ushindi katika michezo 25. Wametoka sare michezo miwili na kupoteza michezo miwili pekee. Hawa ndio mabingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2023 2024.
we plan to go. It's our team, it's our time. Wananchi tufurahi pamoja, tufurahi pamoja, tucheze na kuimba pamoja, na kuimba pamoja. Oh, daima mbele. Zoezi la kuvisha medali mabingwa. Zoezi la kuvisha medali mabingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2023-2024 klabu ya Yanga limekamilika kwa usalama kabisa. Na sasa ni wakati wa kukabidhi mwali kikombe cha ubingwa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ndugu Wallace Karia anakwenda kuchukua kikombe kile. Na moja kwa moja akiambatana anakwenda kukabidhi kikombe cha ubingwa kwa nahodha wa klabu ya Yanga Bakari Nondo wa Mnyeto. Wakati wa kupiga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele, piga kelele. Asanteni sana viongozi. Tunashukuru kwa kukamilisha zoezi hilo la kukabidhi kikombe cha ubingwa. Na sasa mtatupisha tuendelee na sherehe yetu. Twende wananchi, twende, Washa! Twende wananchi! Wewe! For my chest, why you carry my matter? You put down for your head. I take my lane. You put down for my chest. Mommy no day, dad no day. Now street we day, everybody for the pay. Mommy no day, dad no day. Now street we day, everybody for the pay. For my chest, why you carry my matter? They put down for your head. I pay my lane. You put down for my chest. Mommy no day, dad no day. Now street we day, everybody. Washa DJ, twende vimbisha. Washa tochi. Ngoja DJ. Washa tochi. Sabato. Washa tochi.
Mwananchi washa tochi. Washa tochi. Washa tochi. Washa tochi. Washa tochi. Sabato. Sabato. Twende. Yanga unbeaten. Yanga friends forever. We're Yanga on fire. Amiri, twende sasa. Wananchi washa tochi. Washa tochi. Washa tochi. Sabato siku. Piga kelele kwa Pacome Zouzoua. Pacome. Twende washa tochi. Twende DJ Sabato. Faria Beach. Hivi sijasahau kitu. Ngoja nichukue gari tukifika. Twende Lukaju. Acha utachukua boda. Ayo. Safari ya Beach. Jambo kubwa ni muhimu. Ngoja nichukue picha ni posti kila sehemu. Ama ukichukua tambo weka juu jichukue picha na au posti. Twende. Chukua tambo weka juu jichukue picha na au posti. Nasema ujichukue picha na wenzio. Basi ujichukue picha na wenzio. Hebu ujichukue picha na wenzio. Basi ujichukue picha na wenzio. Kuna mdada yupo dirishani kwenye gari anacheza chura kiwiliwili ndani ya gari kiuno kawaachia masea. Kuna mdada yupo dirishani kwenye gari anacheza chura kiwiliwili ndani ya gari kiuno kawa. Kiuno. Shika. Kiuno. Wanangu twendeni bichi. Wema chiziko tinasema twendeni bichi tukaenjoy. DJ, tulia kwanza baba. Wacha tuzungumze na wananchi. Pacome. Uwanja mzima twende. Pacome. Kwa wananchi leo baada ya kukabidhiwa taji lao la 30 la ligi kuu ya NBC. Mimi ni Gift Alex Macha, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi, watuelezee furaha ambayo wako nayo. Nikianza na Mudathiri haya basi, yeye amekuwa na msimu bora akifunga magoli 9 ikiwemo kwenye mechi ngumu. Mudathiri, kwa mara nyingine unachukua ubingwa na wananchi. Huu ubingwa kwanza unaotoa zawadi kwa nani? Ubingwa unatoa zawadi kwa mwanangu. Maana kaja na ubingwa, alhamdulillah, nashukuru Mungu. Sawa, hebu tueleze kidogo, ilikuwa ni msimu wa aina gani mpaka wananchi mnaenda kuchukua ubingwa? Ulikuwa ni msimu mgumu na timu zipo vizuri, zinapambana, zinatoa challenge nzuri. Kwa hiyo na mwakani Mwenyezi Mungu ajalie timu ziwe hivi, inakuwa kuna ushindani mzuri zaidi. Wananchi wameitika leo, wamefurika kweli kweli, unawaambiaje wananchi? Tunawapenda sana, wao ndio wanatupa nguvu, tunawapambania. Shukrani sana. Asante sana. Huyo ni Mudathiri haya basi. Niko na captain
Kapteni wa makombe, kombe la 3 la ligi kuu ya NBC ananyanyua Bakari Nondo Mwamnyeto. Kapteni, sasa tunakuita kapteni wa makombe sasa. Hongera sana. Asante. Wewe tuambie ni furaha kiasi gani wananchi unakuwa nahodha mnakwenda kuchukua ubingwa mara ya 3 mfululizo? Ilikuwa ni furaha kwa Tanzania nzima kwa ujumla, kila mwananchi anayependa shabiki wa Yanga, anaopenda Yanga. Kwa hiyo nawapongeza mashabiki wetu kwa ujumla tokea tulipoanzia mpaka hata tunapoenda kuishia, kwamba mchango wao ulikuwa mkubwa sana. Pamoja na benchi la ufundi na viongozi wote tumeshirikiana kwa pamoja mpaka sasa tumeweza kuchukua ile kombe la 30 na mara 5 kwangu mimi mfululizo. Tunasema kwamba alhamdulillah, wazidi kusupport msimu ujao. Tuibie siri kidogo, ni kitu gani hasa ambacho kilikuwa kizuri zaidi kwako msimu huu? Ni kubeba ile kombe kwa mara 3 mfululizo ikiwa kama nahodha wa Young African na kuweza kucheza mashindano ya robo finali ikiwa klabu bingwa barani Afrika. Hiyo ndio ilikuwa siri kubwa sana zaidi kwa klabu, ni kuweza kujituma, kumsaidia mwalimu kufanya yote kwa uwanjani. Basi hiyo ndio ilikuwa siri kubwa sana, na mpaka tulipofikia hapa tunasema alhamdulillah, tulipofikia hapa tunasema alhamdulillah. Shukrani sana. Asante. Na huyo ni Bakari Mwamnyeto. Muda huu wananchi ni wengi, na ungana na mbunge wa Manonga, lakini yeye ni mjumbe wa kamati tendaji ya Yanga, Mheshimiwa Gula Mali. Yeye anakuwepo kwenye uongozi kwa mwaka wa 2 sasa, na Yanga wanachukua ubingwa. Kumbuka waliingia Julai mwaka 2022, miaka 2 mnachukua ubingwa. Tuibie siri kidogo. Kwanza tunapenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima, afya, lakini pia kwa kutufanya kumaliza ligi tukiwa salama, kuanzia wachezaji, viongozi pamoja na wadau mbalimbali. Kingine, siri ya mafanikio yetu ni umoja ambao tuliko nao ndani ya klabu na namna ambavyo tunaweza kushirikiana kupanga mipango yetu, na leo unaweza kuona matokeo mazuri ya klabu yetu. Kuendelea kuwaomba tu mashabiki waendelee kutuunga mkono, waendelee kusupport timu yao. Tuna mwaka 2 sasa tunachukua ubingwa wa ligi kuu, lakini pia ni mara ya 30 toka ligi kuu ianzishwe. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio makubwa, na sisi tunashukuru kuwa sehemu ya kufanya mafanikio haya na sisi ndani ya Yanga yetu. Shukrani sana. Muda umebana kidogo, nikuruhusu. Niko na mjumbe mwenzio Bwana Muniri. Hapa tueleze, Muniri, mnapata mafanikio makubwa sana ndani ya miaka yenu 2 ikiwemo huu ubingwa. Tueleze ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuweza kushinda ubingwa kwa mara 3 mfululizo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, kushinda ubingwa mara 3 mfululizo sio jambo rahisi. Kwa kweli ni utulivu tu na mshikamano tulionao sisi, kuanzia kwa wanachama wetu, mashabiki, mpaka sisi wenyewe viongozi. Focus yetu ilikuwa ni kuchukua ubingwa mara ya kwanza, mara ya pili, na sasa hivi mara ya 3. Lakini kikubwa ni kuwa na timu nzuri, kufanya usajili uliokuwa sawasawa, na tuna process nzuri ya kutafuta wachezaji, na Mwenyezi Mungu anatujalia kila mchezaji tunomleta na kriki anaingia kwenye mfumo haraka. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sisi kufanikiwa kufikia hapa kuchukua ubingwa mara 3. Unautoa zawadi kwa nani ubingwa? Na utoa zawadi ubingwa kwa wananchi. Shukrani na Yanga wote popote walipo. Shukrani sana. Huyo ni Muniri, mjumbe wa kamati tendaji. Niko na mmoja ya watu wa Yanga hapa, Robi One Pharmacy. Yeye ni maarufu kule kwenye vitasa, lakini huko kwa wananchi yumo. Bwana, shughuli leo inaonekana wananchi wameamua jambo liwe kubwa. Kwako tuambie, ubingwa huu mmeupokeaje wananchi? Sisi tuna shangwe kubwa, na mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao wameanzisha. Juzi nilikuwa safari yangu kutoka Kagera kuja Mwanza, Shinyanga, ngaja mpaka Morogoro. Nihamasisha na watu ambao wamenipromise, wameitika, nimeona baadhi ya watu. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna mwitikio mkubwa katika hii finali. Sawa, leo wananchi wanasherekea taji la 30. Neno lako kwa wananchi wenzio, neno lako kwa wachezaji? Mimi kwanza nawapongeza wote, viongozi wote, wakina Engineer Hersi na kina Garibu, pamoja na mashabiki wote, pamoja na uongozi mzima wa Young Africans, kuhakikisha wanakuwa kitu kimoja mpaka wanafika kileleni. Nawapongeza sana kwa hilo, Mungu azidi kuwazidishia. Shukrani. Asante sana. Naam, muda huu tunakwenda kuangalia historia mpya, rekodi mpya zinawekwa, na moja ya rekodi ambayo inawekwa ni hii hapa ya waziri wa raha Skudu Makudu Bela Mahalase. Yeye anakuwa mchezaji wa kwanza kutoka Afrika Kusini kucheza ligi kuu ya NBC, lakini anakuwa pia mchezaji wa kwanza kutoka Afrika Kusini kushinda taji la ligi kuu ya NBC. Waziri wa raha,
Skudu, how does it feel to be the first South African to play in Tanzania Premier League? Azam TV, burudani kwa wote. It feels very good. I feel very happy. It feels so nice, and congratulations to the president. Congratulations to the staff, technical team. Congratulations to the players for a tremendous job they've put in. Congratulations to this man here. A very, very, very wonderful job he has done. Congratulations to the president, and I thank him for giving me this opportunity. The hard work has been put in, the hard work that has been put in by the technical team, the players and everyone in the support staff. We congratulate Mabingwa Yanga and the Wananchis for coming out. Thank you very much. I feel so happy. Nina furaha sana, 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 sana. You wish to stay for more seasons here in Tanzania? Of course, of course. They say if you can beat them, join them. Join the winners, and this is home. Thank you. Thank you so much. Okay, huyo ni Skudu Makudubela. Amemsifu sana rais wa Yanga Engineer Hersi. Yeye amepata sifa kubwa sana kutoka kwa Skudu kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, na kazi ni nzuri, ndio maana matokeo yanakuwa mazuri, lakini si jambo jepesi kuweza kuwa kiongozi wa timu au taasisi kubwa kama Yanga. Hongera kwanza kwa ubingwa. Wewe ni ubingwa wa pili mfululizo ukiwa kama rais, lakini ni ubingwa wako wa tatu ukiwa kama ukiwa kwenye sehemu ya uongozi wa klabu ya Yanga, kwa maana tangu umeingia Yanga. Kwako ni furaha kiasi gani? Kwanza tukianzia hapo. Neno kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, imekuwa ni safari muhimu sana kwetu kuchukua mataji ya NBC kwa miaka mitatu mfululizo. It's not a joke. Kila mmoja alikuwa hana imani na sisi mwanzoni, naweza kusema, na baada ya hapo tukachukua kombe la kwanza, ikaonekana labda ni kitu ambacho kimetokea kwa bahati mbaya. Tukaenda kupata kombe la pili mwaka jana, ikaonekana kwamba itakuwa kazi ngumu kwetu kumaintain, na leo mwaka huu tunaweza kuchukua kombe la tatu mfululizo. Ni jambo kubwa sana kwetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haikuwa kazi rahisi kumaintain kiwango cha namna hii, kuweza kuchukua ubingwa mechi tatu kabla ya ligi kuisha, na leo tunaweza kukabidhiwa kombe letu. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadhamini wetu, SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu, GSM, Azam Media, Afya Water, NIC, Karim G kupitia Hero na wadhamini wetu mbalimbali. Lakini kazi kubwa pia imefanywa sana, na nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Mr. Ghalib. Amekuwa mchango mkubwa sana kwetu kama club. Pale ambapo tumekwama wakati wote amekuwa wa kwanza kutunasua, na tumekuwa tukipata kwake ushauri, lakini pia mchango wa kifedha ambao unatufanya leo tufike hapa. Zaidi nichukue fursa hii kumpongeza coach Miguel Gamondi, master, kwa kazi kubwa aliyofanya. It's not easy, lakini pia technical staff yake chini ya assistant coach Musa, lakini pia walimu wote, benchi la ufundi kwa ujumla wake. Kipekee kabisa wachezaji wetu wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha leo tunasherehekea hapa. Mashabiki, wanachama wamekuwa nyuma hii timu kwa muda wote, na kazi yao pia imekuwa ni kuunga mkono timu yetu. Tunawashukuru sana. Nipongeze bodi ya ligi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Niwapongeze pia NBC ambao ndio wadhamini wakuu wa mashindano haya. Wamefanya kazi kubwa sana mpaka leo tunafurahia. Lakini kwa kipekee sifa ziende kwa Azam Media kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kuwafanya Watanzania wote waweze kuangalia mechi zote za ligi mubashara. Kazi kubwa sana. The quality is high. Hey, give me a kiss abo. Kiss abo. Na kwa kumalizia, umekuwa ni rais ambaye unaongoza kwa vitendo. Msimu huu kama rekodi zangu ziko sawa, umehudhuria mechi zote za ligi. Kama kuna ambayo sikukuona utanikumbusha. Unajigawa vipi? Unawezaje? Ni kazi kubwa sana, inahitaji dedication ya hali ya juu kufanya hivyo. Nina majukumu yangu ya kazi yangu na majukumu ya familia, lakini nimeweka kipaumbele timu yangu ili upate mafanikio. Ni quote moja ambayo nilipata kutoka kwa Moise Katumbi, rais wa klabu ya TP Mazembe. Aliniambia wakati nikiwa tunazungumza, nikamwambia nimekuona katika mechi zote za Mazembe ambazo wanacheza. Nini siri ya hii kitu? Akaniambia kiukweli kuna kitu ambacho ukijui. Sio tu mechi na kwenda kila mazoezi ya TP Mazembe. Hii kauli ilinishtua sana. Na kwa kweli yale ambayo nayaona na kusema na kwenda mechi zote za Yanga,
ili tufanikiwe kama TP Mazembe, nahitaji kwenda kwenye mazoezi kila siku ili kuhakikisha kwamba timu inakuwa imara. Kwa hiyo hii ya kwenda kwenye mechi ni jambo dogo, nahitaji kwenda kwenye mazoezi kila siku ili kuhakikisha kwamba timu inafikia kwenye malengo makubwa. Shukran sana. Asante sana. Na huyo ni Engineer Hersi Saidi, yeye ni rais wa klabu ya Yanga akizungumza vema. Jonas Mkude, hongera sana Jonas Mkude. Moja ya kitu ambacho anakifurahia ama naweza nikasema au anakiweka kwenye kumbukumbu zake msimu huu, anakuwa miongoni mwa wachezaji wachache ambao wameshinda ubingwa akiwa na timu mbili kubwa zaidi nchini Tanzania, Simba na Yanga. Alishinda mataji kadhaa akiwa na Simba, alishinda mataji matano akiwa na Simba, anashinda taji la 6 akiwa na Yanga. Unaingia kwenye historia Jonas. Asante, nashukuru sana. Jambo la kumshukuru Mungu, nadhani hamna mtu mwingine zaidi ya kumshukuru zaidi ya Mungu. Ni faraja kwangu kwa sababu tuseme katika mpira wa Tanzania kwa kupata historia kama hii ambayo ni uzuri wa historia inaishi. Kwa hiyo hata vizazi vitavyokuja baadaye vitakuja kukumbuka kuna mtu ambaye alipita alifanya mambo haya na haya. Kwa hiyo kwangu ni faraja sana. Na wewe ulikuwa umecheza klabu ya Simba kwa miaka mingi sana. Ilikuwa ngumu kiasi gani kwako kuadapt mazingira na kuweza kucheza Yanga? Hamna, mwisho wa siku mimi ni kazi yangu. Mwisho wa siku mimi ni kazi yangu kwa sababu ishu ya kusema mimi kutoka Simba kwa muda mrefu nimecheza Simba. Sikusema kama mimi kwamba ni sehemu ambayo nimekaa kweli kwa muda mrefu, ni sehemu ambayo tuseme kama nimelelewa, lakini mwisho wa siku ni kazi. Nimefikia hatua kuhitaji labda kuendelea na mimi kwa muda ambao umefikia, waliona kama mimi ni muda sahihi wa kuondoka, nimeondoka na nikaja sehemu nyingine ambayo nimepewa pia thamani ya kuendelea kuwepo na nipo na namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwisho wa siku tuseme Mungu ndo kila kitu. Ubingwa unatoa zawadi kwa nani? Sijakusikia. Ubingwa unautoa zawadi kwa nani? Hamna, mwisho wa siku ubingwa ni zaidi kwa familia yangu tu, mama yangu mzazi, na nitamani baba yangu angekuwepo kwa sababu nadhani ni timu yake ambayo alikuwa anaipenda, lakini mwisho wa siku baba akatangulia mbele zake. Niseme kwa mama yangu, mwisho wa siku vile vile inabidi iwe zawadi kwa mama yangu mzazi ambaye ndio kila kitu kwangu. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni Jonas Mkude, yeye akiweka rekodi hiyo, historia ya kutoa ubingwa akiwa na Simba, historia ya kutoa ubingwa akiwa na Yanga. Niko na Stefan Aziz Ki, yeye amekuwa na mguu mzuri, msimu wa pili mfululizo anashinda ligi kuu ya NBC. Aziz, how does it feel to win the Tanzania Premier League back to back? I'm very happy. For me, I must say thank God. I'm very happy for the Wananchi people, for the Tanzanian people, and for all my family, for all the people also they was with me every day to support me. So I'm really happy. I can say, do you believe that this is your best season for Yanga, for Wananchi? I'm sure, but I think next season she will be more better than this season. But I'm really happy because this season it was better than before. It is not a must, but if you can say, Wananchi asking that Aziz will be here next season? The truth, I will give always the priority to Yanga. For sure, I know I have so many things they are talking with me, but the priority is Yanga because I can say this true love, I think I will never find somewhere. So for me, I'm positive, and I'm talking with also with the committee. You know, the president is my father. I can tell you true. I trust him. I trust his project. I trust everything he do. So I'm quiet. You know, I can't play football and then talk about if I will stay, if I will not stay. I'm here to work. So for the moment, the season is not finished. I'm doing my job first. When I will finish with my job, I will discuss about my contract. But from now, I'm focused with Yanga because I have contract with Yanga, and then I have to respect my contract. I have to do everything. So until now, I'm really positive. Thank you. You're welcome. Naam, huyo ni Stefan Aziz Ki. Yeye ni kinara, mchezaji ambaye amefunga magoli mengi zaidi kunako klabu ya Yanga, lakini yeye ni miongoni mwa wachezaji wale wawili ambao wanaongoza ile chati ama orodha ya wafungaji bora wa ligi kuu ya NBC. Naungana na mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga, Andre Mtine. Yeye amekuwa mtendaji mkuu ambaye kwa miaka hii ya karibuni tutasema amekuwa na mafanikio. Mr. Andre, you speak Swahili a bit now? Kidogo. But so far, how was it possible
for Wananchi to win the 3rd title in a row? Alhamdulillah, it's fantastic. It's fantastic.